Haleluya. Kikwazo kingine cha Injili, si unaona huyu aliyeponywa kipofu yule, hakutumia ushahidi mwingine, alitumia tu ushahidi wake mwenyewe. Una haja ya kutafuta au kuiga kitu chochote kwa mtu mwingine, wewe mwenyewe ndio una kila kitu. Unaona yule kipofu, kupitia tu ule ushuhuda wake aliwatoa jasho watu wazito, waandishi na Mafarisayo. Tena walikuwa wanamfuatilia. Mara ya kwanza wamemuuliza akawajibu, lakini wakaendelea kumfuatilia. Yaani kama walikuwa wanamchosha, mpaka wanawafuatilia na wazazi wake na wenyewe, kwa sababu walishaambiwa kwamba yote atakayemkiri Yesu atatengwa na sinagogi. Na wao pia walipokutwa kwa hofu ile, wakajitetea wakasema, jamani, huyu ni mtu mzima, muulizeni yeye mwenyewe. Na wao wakajiondoa. Lakini unaona kile ambacho yule kipofu aliweza kukisimamia, kwa sababu alifanikiwa ule ushuhuda. Kama wale watu wangekuwa ni watu kweli wana nia ya kuokoka, wangeokoka, kwa sababu ule ushuhuda tu wa yule kipofu ulikuwa unawatosha. Kwa sababu ushuhuda mwingine ambao unaweza ukawashuhudia watu, maandiko yanasema imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Unapolisema neno la Mungu, sasa kwa wale watu ambao tayari wana neno la Mungu, hicho ni kitu cha pili ambacho kinaweza kikamfanya mtu akafanya nini? Akaamini na kuokoka. Unapohubiri injili ya kweli, sio ile injili ya mafanikio, ile injili ya kuwauzia watu chumvi, ya kuwauzia maji, injili ya kitapeli. Ile injili ya kweli inaokoa. Lakini ile sasa inawahitaji watu ambao wamefanya nini? Wamekomaa tayari, kama kina Musa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kikwazo kingine na jinsi ya kuvuka ni kukaa mahali pamoja. Nimesha zungumzia kidogo kuhusiana na miguu kutoka, miguu inayotoka. Nimeshazungumzia kidogo kuhusiana na miguu inayotoka. Tunaona tatizo kubwa lililozuia injili kuendelea kwa kanisa la siku za kwanza, japo walikuwa wamepewa maagizo ya kwamba wanatakiwa kutoka, watakuwa mashahidi wa Yesu kuanzia Yerusalemu, Samaria, hata mwisho wa nchi. Lakini ukifuatilia unaona baada ya kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwanza tunaona Yesu aliwaambia msitoke Yerusalemu, muingojee ahadi ya Baba. Yesu ndio alikuwa amewazuia kwamba wasitoke wapi? Yerusalemu. Lakini aliwazuia kwa sababu kwamba wasubiri wajazwe nini? Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye atakayewawezesha. Lakini tunaona hata baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu, ile Matendo 2, wakaendelea kubaki pale. Sura ya 2 mpaka sura ya 7 wao wako tu Yerusalemu. Wamekaa tu mahali pamoja, wakawa wanabarikiana tu. Yaani wameingiwa na ubinafsi, wakawa tu wanabarikiana. Kama sasa hivi unaona watu kwenye semina kama hii, kwa sababu tumewaambia tu ni neno la Mungu. Lakini tukisema kutakuwa na waimbaji hapa, sisi kutoka wapi, mngewaona wako hapa, mngeona watu wengi hapa, kwa sababu wanashindwa kutofautisha. Unajua sasa hivi zile nyimbo zinazopigwa kanisani zimeshapoteza maana yake, hata kama ni nzuri kiasi gani, kwa sababu zinapigwa kwa kuwaburudisha watu. Na nilisikia mahali fulani kwenye ibada anakuambia burudika. Yaani imeshakuwa kama burudani. Yaani mwili ndio unaofurahi, si ndio? Mwili hata kwenye muziki wa kawaida si utafurahi. Kuna vitu ambavyo mwili unafurahi tu. Na ukitaka kuwajua watu wa hivyo, kwenye nyimbo za sifa watakuwa vizuri sana. Lakini
atokee sasa mwimbishaji au mwongozaji wa sifa ambaye ni wa kiroho, ambaye yuko deep, ambaye amezama, akaongoza wimbo wa kuabudu kwa uzuri wa utakatifu. Utashangaa hao waliokuwa wanarukaruka na kushangilia wameanza kusinzia, wameshikwa na usingizi wa ghafla. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo unaona kuna tatizo hilo pia la kubarikiana watu tu kwenye kusanyiko, yaani wanabarikiana tu wao. Wanasema wanatoka wanasema kwamba leo tumebarikiwa sana, wanapongezana, leo uimbaji ulikuwa mzuri, leo si mahubiri yalikuwa mazuri. Lakini ukiwafuatilia hao watu, hakuna hata mtu mmoja anayeshughulika na nafsi za watu. Hiyo hali ni mbaya sana. Hiyo ni hali ambayo haimpendezi Mungu, kwa sababu moyo wa Mungu uko kwenye nafsi za watu zinazopotea. Ndio maana Yesu alikuja akalipa gharama kubwa. Mungu atusaidie sana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo jingine, kikwazo kingine ni oga. Oga. Maandiko yanasema kwenye Ufunuo wa Yohana kwamba uko nje ya ule mji mtakatifu ndio kuna waoga. Na Mtume Paulo, haleluya, jina la Bwana libarikiwe, alihitaji maombi kwenye nyaraka zake. Anaomba watu wamuombee ili apewe ujasiri wa kuinena Injili. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo oga pia ni kikwazo cha kutoka. Watu wengine wanaogopa. Watu wengine wanaogopa. Na sisi tunaweza tukawaomba wakatupunguzia kidogo. Hebu mtu mmoja aende. Haleluya. Kikwazo kingine cha Injili ni aibu au kuona aya. Aibu au kuona aya au kuionea aya Injili. Kwenye Warumi 1:15 tunasoma hivi: kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni tayari kuihubiri Injili hata na kwenu ninyi mnaokaa Rumi. Haleluya. Ukiendelea kusoma anasema, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Haleluya. Sasa wakati watu wengine wanaionea haya Injili au wanaionea aibu Injili,
Mtume Paulo anasema mimi siwezi kuionea haya Injili kwa sababu nimegundua kwamba Injili ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila aminie. Kwa sababu kila mahali ambapo Mtume Paulo alienda alishuhudia uweza wa Injili. Injili ikileta matokeo, ikiwabadilisha watu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Tunaona kwenye Waebrania 12:2 anasema na Yesu aliustahimili msalaba akaidharau aibu. Alifanya hivyo kwa sababu hakuangalia ile aibu ya msalaba, bali aliangalia matokeo yaliyokusudiwa. Kitu gani kitatokea? Alishaona matokeo ya mamilioni ya watu watakaookolewa kupitia kazi yake ya msalaba. Kwa hiyo hakuionea haya Injili. Na ndio maana sasa anasema yeyote atakayenionea haya mimi na maneno yangu, na mimi nitamwonea haya mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Lakini jambo jingine ni kukosa maono. Tunapozungumzia maono, tunazungumzia ile picha ambayo unaiona, yaani kile ambacho kitatokea. Kwa hiyo tunaona Yesu alikuwa na maono, lakini hata Mtume Paulo alikuwa na maono. Ndio maana anafika mahali hata nabii Agabo anajifunga mkanda wake, anasema Mtume Paulo akienda kule anakoenda atafungwa kama hivi, na watu wakaanza kulia. Lakini kwa sababu yeye alikuwa na maono, anasema watu wanamwambia usiende kule, utapata matatizo, lakini yeye anasema mnafanya nini kunivunja moyo? Mimi sio tu kufungwa, niko tayari hata kufa kwa ajili ya Injili. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna maono ambayo yanatuhitaji kutoka sehemu mbalimbali ambako tunaitwa. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kikwazo kingine ni kukosa utayari wa kutoka. Kwenye Marko 16:20 tunaona baada ya kupewa maelekezo na Yesu, hawa mitume wakatoka, wakawa na utayari wa kutoka. Na utayari pia ni silaha, ni moja ya silaha ambazo zimeandikwa kwenye Waefeso. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ile Waefeso 6:15 anasema na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa Injili ya amani. Lakini pia unaposoma habari za Nimrod na watu wengine kwenye ile Mwanzo 11 mstari ule wa 4, unaona ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu alipomuumba Adam na Hawa akawabarikia, akawaambia wakatawale nchi na kuitiisha, lakini waongezeke kote duniani. Lengo lake ilikuwa ni kwamba wanadamu waweze kuenea kote duniani. Lakini tunaona huyu Nimrodi akawa na maono ya kupingana na kile ambacho Mungu alikuwa amekisema. Kwenye Mwanzo 11 mstari ule wa 4 tunasoma hivi. Anasema wakasema, haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Unaona wanapingana, wanasema tusipate kutawanyika usoni pa nchi ni kote, yaani tusitoke hapa. Wakaamua sasa wakae mahali pamoja. Ukisoma hapo utaona jinsi walivyokuwa wameamua. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wakakosa utayari. Lakini pia ukisoma kwenye Mithali
Kukosa utayari pia inasababishwa pia na uvivu. Kusoma kwenye Mithali ile 6:18, Mithali 6:18, Mithali 6:18. Mithali 6:18 tunasoma hivi: moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu. Unaona? Yaani mtu anaweza akakosa utayari wa kwenda kwenye Injili, lakini miguu yake ikawa na utayari wa kukimbilia maovu. Yaani ni mwepesi sana kwenye mambo mabaya. Mtu kinywa chake anaweza asikifumbue kusema neno la Mungu, lakini akawa anakifumbua mara nyingi kusengenya, kusema uongo, kuchonganisha watu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo jingine ni kukosa maandalizi ya kutosha. Kukosa maandalizi ya kutosha. Kila jambo linahitaji maandalizi. Ndio maana Yesu aliwafundisha wanafunzi wake, na hata baada ya kufufuka alikaa siku 40. Maandiko yanasema alikuwa tu anawaambia habari za ufalme wa Mungu. Hakuwa anawaambia habari za utajiri wa kidunia, alikuwa anawaambia habari za ufalme wa Mungu. Haleluya. Lakini jambo jingine ni kukosa nguvu ya kumfunga mwenye kushikilia mateka. Kwenye ile Matendo 1:8 unaona Yesu aliwaambia, yaani Yesu alikuwa anajua ya kwamba kazi aliyowaachia mitume haikuwa kazi rahisi, haikuwa kazi nyepesi, ilikuwa inahitaji nguvu. Ilikuwa inahitaji nguvu za Mungu. Na ndio maana kwenye Luka 16:16 anasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaouteka. Kwa hiyo unaona iliwezekana tu kuwafikia watu kwa Injili baada ya kupata nguvu. Maandiko sehemu nyingine yanasema watoto wako tayari kuzaliwa lakini hakuna nguvu ya kuwazaa. Kwa hiyo siku ya Pentekoste ndio ile nguvu ya kuwazaa ilipatikana. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kutoka kwa sababu hawana nini? Nguvu za Roho Mtakatifu. Hawana nguvu za Roho Mtakatifu kama wale wana wa Sikeo. Yaani wao walikuwa watupu tu, hawana chochote. Unajua hata kwenye ulimwengu wa giza hata wale wachawi huwa wanapimana. Huwa wanapimana. Yaani mtu tu anaweza akamwambia wewe mwepesi sana kwangu. Anasema wewe uchawi ulionao huo ni mwepesi, huo ni cha mtoto. Na nimewahi kusikia story moja mahali kuna mzee mmoja alikuwa anagombea ubunge na mwenzake. Yule mzee alikuwa mchawi aliyebobea. Kamwambia yule mwenzake, wewe hutaweza kushindana na mimi. Na unaambiwa yule mshindani wake alikufa tu kifo cha ghafla kisichoeleweka. Yaani inahitajika nguvu kila mahali. Na nguvu ziko mbili tu, kuna nguvu ya Mungu na nguvu za giza. Kama nilivyosema huu mfano kule ni nguvu za giza. Lakini nguvu za Mungu ni zaidi ya nguvu za giza. Kwa hiyo tunaona hata Filipo alipoenda Samaria, yule mchawi ambaye alikuwa anawadanganya watu na watu walishamwamini na wakaona kama yeye ndio Mungu, wakakutana na nguvu ambayo inazidi nguvu ya uchawi. Wakashangaa kuona hata yule mchawi na yeye anamkiri Yesu. Haleluya. Akaona nguvu ambayo ni ya tofauti, akashuhudia nguvu ambayo ni ya tofauti. Mungu atusaidie sana.
Kwa hiyo kikwazo kingine, kama mtu hana nguvu, huwezi kufanya chochote. Na nguvu sio nguvu ya kimwili, ni nguvu ya kiroho. Nguvu za kiroho ambazo Yesu alitembea nazo, na ndio zilimpa ushindi. Ndio maana hata wale wenye mapepo, yule Mgerasi ameona tu anaanza, yaani mtu aliyeshindikana, ni mapepo jeshi, anafungwa minyororo, anakata, alafu anaishi tu makaburini. Yule mtu anaishi tu makaburini. Kulihitajika nguvu ya ziada, lakini Yesu alikuwa naye na akaweza kumfungua. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini jambo jingine ni kutoelewa kwa hakika mapenzi ya Mungu kwa wenye dhambi. Ni kwamba mapenzi ya Mungu kwa wenye dhambi, ukisoma kwenye Timotheo wa pili anasema Mungu hutaka watu wote waokolewe na kufikiria toba. Kwa hiyo bila ubaguzi, watu wote wanatakiwa wasikie Injili. Na kwenye Mathayo 24:14, Injili lengo lake kweli ni kuokoa, lakini hata kama watu hawataokoka, anasema sharti Injili ihubiriwe ili kuwa ushuhuda. Yaani iwafikie tu ya kwamba huyu mtu alishafikiwa na Injili. Sawa? Kusiwe na udhuru kwamba hakuna ambaye hakufikiwa na Injili. Na hiyo kufikiwa na Injili sasa hivi inarahisishwa na teknolojia. Kwa sababu zamani ilikuwa unawakusanya watu mahali uje wahubirie. Lakini sasa hivi watu kwenye mitandao, huko ndiko kuna Injili, kuna kusikia Injili. Na kwa sababu hiyo hakuna mtu atakayekuwa na udhuru, kwa sababu Injili imemfikia hata kwa njia hiyo, hata hizo njia za media. Na hakutakuwa na mtu mwenye kisingizio au udhuru. Lakini jambo jingine ni kukosa ratiba ya kutoka na nidhamu ya kuitekeleza. Kikwazo kingine ni kukosa nini? Ratiba au tunaweza kusema kukosa mipango na mikakati. Kwa sababu ukiwa na mipango na mikakati, utaweka ratiba na utaiheshimu ile ratiba. Haleluya. Na ndio maana kuna kitu anaita diary. Mtu unaandika mipango yako kwamba kwa wiki nitatoka kushuhudia watu kadhaa, nitaenda mahali fulani, na unaheshimu hiyo ratiba yako, unaidefense, unailinda kwa gharama yote na kuhakikisha unaitekeleza. Yaani unakuwa na nidhamu ya kuitekeleza. Na inapotokea umeshindwa kuitekeleza, unatakiwa uonyeshe kuumia, sio kudharau. Kwa sababu Biblia inasema Mungu hapendezwi na nadhiri za wapumbavu. Kwa hiyo kama umeweka ratiba yako, ina maana ndio itakayokubana kuitekeleza. Sasa tatizo, watu tunajiwekea ratiba, tunakuwa tunaweka ratiba, lakini hata tusipozitekeleza tunaona tu ni sawa. Mambo ambayo hatukuweza kuyafanya katika mwaka huu, yaani tunaona ni sawa tu. Tuliweka nadhiri wakati tunaingia mwaka huu kwamba tutafanya 1, 2, 3. Lakini unaona watu hawajafanya, hawajatekeleza, lakini unakuja mwaka mwingine wanaweka nadhiri nyingine ambazo wanajua kabisa wanaweza wasizitekeleze. Na watashindwa kuzitekeleza kwa sababu gani? Kwenye huu mwaka unaoisha hawakuumia. Yaani waliona tu kawaida. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo hicho ni kikwazo cha kukosa ratiba. Tunatakiwa tuweke ratiba na kuitekeleza. Lakini tunaweza tukaweka ratiba na kushindwa kuitekeleza, tukawa na udhuru na visingizio. Tukatafuta vitu, tukatafuta mahali pa kujifichia kwamba sikufanya 1, 2, 3 kwa sababu 1, 2, 3. Si ndio? Sikufanya hili kwa sababu 1, 2, 3. Badala ya kunyoka tu na kusema kwamba kwa kweli tu nimekosa kwa kutotimiza wajibu.
kwa sababu kuna makosa au dhambi ya kutotimiza wajibu. Yaani kile ulichotakiwa kufanya ukifanya, na unaposhindwa kufanya unasababisha matatizo kwa mwingine. Kwa hiyo kama ukwenda kuwashuhudia watu ambao Mungu alikuongoza mwaka huu na wale watu wakafa au walishakufa bila kuokolewa, na wewe ndio ulitakiwa uwafikie, ina maana yale madhara yanakuhusu. Kwenye Ezekieli anasema damu yako ya wale watu waliokufa katika uovu, waliokufa katika dhambi, na wewe ukuwaambia, itatakiwa mikononi mwako. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Lakini kikwazo kingine ni kuangalia wingi wa wafuasi ambao ni Wakristo wa jina na sio wanafunzi wa Yesu. Unaona? Yaani tatizo tulilonalo, tunaangalia tu wingi, tunahesabu, tunakuwa tuna namba. Nina washirika kadhaa lakini kumbe ni magarasha matupu. Si garasha, mnaita garasa, ni garasha. Wale wacheza karata mnaita nini? Magarasha. Zile karata ambazo hazina mpango, yani zipo tu, haziwezi kukupa ushindi. Kwa hiyo tuna wafuasi tu wengi, lakini sio wanafunzi wa Yesu, hawajafanyika wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo tunahitaji wanafunzi wa Yesu kuifanya hii kazi. Wanafunzi wa Yesu ndio wanaoweza kutoka. Lakini kikwazo kingine ni kuepuka kulipa gharama. Ushuhuda wa mchungaji msaidizi unaonyesha ili uweze kumsaidia mtu ni lazima uwe tayari kulipa gharama. Sasa unaona kile kilichotokea pale state. Yeye ana safari, lakini amepata mtu ambaye anahitaji msaada. Kwa hiyo gharama aliyoilipa ni ya muda, kwamba muda wake umepotezwa, badala ya kufika safari yake apumzike, lakini yeye ametoka safari na bado anaendelea na safari, badala ya kufika nyumbani kwake apumzike, akaendelea kuwa pale. Kwa hiyo amelipa gharama ya muda, lakini na vile vile mabasi yote yamemwacha kwa sababu ya kumsaidia yule dada, na akawapatanisha na mume wake na wakakubaliana, wakaenda nyumbani kwao wakiwa wamepatana. Lakini gharama aliyoilipa ni kulazimika, kwa sababu mabasi yote yameondoka, aanze kukodi pikipiki. Hiyo ni hela nyingine. Unaona? Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kutoka na Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna gharama ya kutoa muda. Ndio maana waungwana sasa hivi, ukitoa muda wako tunakupongeza. Hata kama umekuja kanisani, tunasema asante kwa muda wako. Kuna zaka ya kila kitu. Kuna zaka ya muda, kuna zaka ya pesa. Kwa hiyo kuna muda ambao sio mali yako, unatakiwa, yani huo muda ni wa Mungu. 10% ya huo muda, kama ni masaa 10, saa moja ni la Mungu. Kama ni masaa 24, masaa 2.5 yanakuwa ni ya Mungu. Yaani hayo sio ya hiari ya wewe kutoa. Yaani unatakiwa utoe huo muda, na utakuwa umelipa kwa uaminifu zaka yako ya muda. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Na kuna zaka nyingine sasa za pesa na mambo mengine, na tunatakiwa kuwa na uaminifu katika maeneo hayo yote. Lakini gharama nyingine ni ya kufunga na kuomba. Tunaona Yesu kabla ya kuingia kwenye huduma alifunga siku 40 bila kula wala kunywa. Na alipolipa gharama, ndio maana unaona alipotoka pale miujiza ile ikawa inafanyika, kwa sababu tayari alishalipa nini? Gharama.
Na ndio maana wanafunzi wake walipofanya uzembe wakashindwa kutoa pepo, wale wenye mtu ambaye alikuwa anahitaji kufunguliwa wanakuja kumwambia Yesu, wanakuja na malalamiko yao, wanamwambia tumewapelekea ninyi, mmetangaza ya kwamba mnatoa mapepo wewe na wanafunzi wako. Sasa tumemleta mwenye pepo kwa wanafunzi wako na wameshindwa kumtoa. Kwa Yesu ilikuwa kazi rahisi tu, akakemea lile pepo likatoka. Wanafunzi wakawa wanashangaa, imekuwaje? Mbona sisi ilikuwa kazi ngumu? Mbona sisi ilikuwa vigumu sana kwetu? Mbona kwako mambo yamekuwa rahisi tu, mambo yamekuwa tambarare tu, hakuna mlima, imekuwa rahisi tu, imekuwa mteremko tu. Yesu, wale wanafunzi wa Yesu wakaona wameaibika, wakasema tuna nafasi ya faragha na Bwana wetu Yesu. Huwa tuna nafasi ya faragha. Ndio maana unaona mara nyingine Yesu anasema, maandiko yanasema kwamba Yesu akawachukua wanafunzi wake faragani. Walipokuwa faragani, wanafunzi sasa ndio wameona hiyo nafasi ya kuitumia kuuliza swali, ilikuwaje sisi tukashindwa na wewe imekuwa rahisi kiasi hicho? Yesu anawaambia mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo watu wanashindwa kutoka kwa sababu ya kupungukiwa na maombi ya kufunga na kuomba. Na ndio maana mtu pale mtaani watu wanajua kuna dada mmoja hapa huwa ameokoka, au kaka mmoja hivi huwa ameokoka. Kuna mtu kapagawa na mapepo hapa, hebu mwiteni. Ndio anaenda kuitwa, anaanza kusema ngoja nijitakase. Eti ngoja nijitakase. Ujitakase nini? Wewe ukuwa na maandalizi. Maisha yako sio ya maombi. Maisha yako sio ya kuishi maisha ya utakatifu. Hauishi sawa sawa na neno la Mungu, ndio maana unahukumiwa. Ndio maana unakosa ujasiri wa kwenda. Yaani hilo ndio tatizo. Mungu atusaidie sana. Lakini changamoto nyingine ni uchache wa watendakazi unaohitaji maombi. Kwenye ile Mathayo 9:35 mpaka 38 tunaona Yesu akisema ya kwamba mavuno ni mengi bali watendakazi ni wachache. Na anawaambia wanafunzi wake, mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika shamba lake. Kwa hiyo huu uchache wa watendakazi unahitaji pia maombi, au umesababishwa na watu kutoomba. Mungu ainue nini? Watendakazi. Watendakazi wakiwa wengi, tunaona tatizo sio mavuno. Mavuno ni mengi, tatizo ni watendakazi. Watendakazi ndio walio wachache. Na watendakazi wanakuwa wachache kwa sababu ya kutoomba. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tumezungumza habari ya Roho Mtakatifu, si ndio? Kwamba pasipo Roho Mtakatifu ni vigumu kutoka. Na ngoja nikwambie, kuna ishara zinazoambatana na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mojawapo ni kunena kwa lugha. Sawa? Lakini hiyo kunena kwa lugha inaweza ikaigwa. Shetani anaweza akaiga kunena kwa lugha. Lakini kitu ambacho shetani hawezi kuiga ni kutoka kwa ajili ya Injili. Yaani kitakachomtofautisha mtu kwamba huyu amejazwa Roho Mtakatifu sio kunena tu kwa lugha ambapo watu wengi tunafikiria. Ni kweli ujazo au ubatizo wa Roho Mtakatifu unaambatana na ishara ya kunena kwa lugha.
Lakini kuna watu ambao wananena kwa lugha lakini sio watu wa kutoka. Hawana ule moto kama tuliosoma kwenye Yeremia, ya kwamba ule moto ulio ndani yao unawafanya washindwe kujizuia kutoka, yaani unawasukuma lazima tu watoke. Na kuna ushuhuda wa mwinjilisti wa kimataifa anaitwa Bill Graham. Huyu Marekani Mbaptisti. Huyu mwinjilisti amefanya kazi kubwa sana ya uinjilisti ya kuwaleta watu kwa Yesu. Maelfu ya watu wameletwa kwa Yesu kupitia huduma yake wakati wa uhai wake, na hiyo huduma inaendelea, japo yeye ameingia utukufuni sio miaka mingi iliyopita, miaka ya karibuni. Lakini huyu Billy Graham yeye hakuwahi kunena hata neno moja la lugha, hajawahi. Lakini tunagundua kwamba huyu amebatizwa kwa Roho Mtakatifu kutokana na kile alichokuwa anakifanya, watu kuokolewa. Na hii habari ya kuhukumu watu, kuna ushuhuda mwingine wa kijana ambaye watu kwa nje walikuwa wanamuona tu kama kwa mavazi yake anavyovaa, walikuwa wanamuona tu kama muuni fulani, lakini kwenye kanisa lake ndiye ambaye alikuwa anaongoza kuleta watu kwa Yesu. Sasa utasema huyo ana mapepo kama watu walivyosema kumhusu Yohana, kwa sababu anakula tu nzige na kukaa kule nyikani. Anakula chakula chake ni nzige tu na asali. Na huyu kwa sababu tweti, ndio maana haipaswi kumhukumu mtu kwa macho. Ndio maana Yesu akasema hukumu yenu ni ya macho. Sasa hivi watu wanawahukumu watu kwa kuwatazama wao, jinsi walivyovaa. Na swala la mavazi ni jambo la kiutamaduni. Kwa hiyo mtu anaweza akamhukumu akaona huyu mtu kama yule Simoni Mkoma alivyokuwa anamhukumu Mariamu, mpaka anataka kumfundisha Yesu, mpaka anaanza kumtilia shaka Yesu. Anasema huyu Yesu angekuwa nabii angemjua huyu Mariamu kwamba ni kahaba, asingepasa kumgusa kabisa, anamtia unajisi. Lakini tunaona Yesu alivyoweza kumwelezea yule Mariamu kwamba huyu yuko hapa kwa sababu ya dhambi zake, na hiki anachokifanya kinaonyesha toba na anaonyesha kushukuru kuhusiana na dhambi zake. Kwa hiyo anaonyesha shukrani zake kwangu, kwamba wewe Yesu ndiwe uliyekuja kunifilia, wewe ndiwe uliyekuja kwa ajili ya dhambi zangu. Na anasema huyu ana maono makubwa, anaandaa mwili wangu kwa ajili ya maziko. Anamwambia kila alichonifanyia huyu mwanamke wewe ukunifanyia, lakini yeye amefanya. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tusiwahukumu watu kwa macho. Cha muhimu ni mtu ambaye ana Roho Mtakatifu tayari. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo la mwisho ni kukosa mzigo kwa wenye dhambi wanaoteseka, kuonewa na adui. Na tunapozungumzia kukosa mzigo kwa wenye dhambi,
tunamaanisha kukosa utu, au kukosa huruma. Unajua, ni rahisi sana kusema utu kwa maneno kuliko kutenda. Yaani ni rahisi kusema utu, kuhubiri utu hata kuhubiri haki, lakini kuitenda ikawa ni vigumu. Kwenye Mathayo 9:35-38 tunasoma habari za Yesu. Maandiko yanasema Yesu alipowaona makutano aliwahurumia. Aliwahurumia kwa sababu gani? Walikuwa kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Yaani hawana msaada, hawana kimbilio lolote. Yaani wako hatarini, kwa sababu hakuna mchungaji wa kuwatetea. Yaani wako hatarini tu. Tunaona mchungaji Daudi aliwatetea wanyama wake, kondoo wake, aliwatetea na wakawa salama. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya kutoka, kwa watu wengine inakuwa ni upuuzi. Maandiko yanasema neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi. Tumetangaza hii semina na tukaweka somo la hii semina kwamba ni kutoka na kuona kile kilichokusudiwa na Mungu, kuona matokeo yaliyokusudiwa na Mungu. Sasa kwa watu wengi ambao hawana mzigo, wameona ni upuuzi. Semina inahusu nini? Eti kutoka na kuona matokeo yaliyokusudiwa na Mungu. Matokeo gani? Watu kuokolewa. Matokeo gani? Mungu kulithibitisha neno. Hilo tu. Hayo tumeanza kuyasikia siku nyingi. Unajua, Biblia inasema siku za mwisho watu watakuja na dhiaka zao, wakisema iko wapi ile ahadi ya kusema kwamba Yesu anakuja? Yesu anakuja. Kila siku mnasema Yesu anakuja. Kwa hiyo ile dhiaka haipo tu kwa watu wasiomjua Mungu. Hiyo dhiaka ipo mpaka kwa watu wanaomjua Mungu, kwa sababu wanakiri kwa maneno yao ya kwamba wanamjua Mungu, lakini kwa matendo yao wanamkana. Utawatambua kwa matendo yao. Upati shida kuwatambua, utawatambua tu kwa matendo yao. Kwa hiyo tungekuwa tumesema hapa kutakuwa na pilau mchana, kutakuwa na soda, kutakuwa na waimbaji, kanisa lingefurika mpaka mngekosa nafasi, mngeanza kutafuta viti vingine, na wengine wangefurika, wangekaa mpaka kule nje. Lakini kwa sababu watu hawana mzigo na roho za watu zinazopotea, wao wana mzigo na mambo ya dunia hii yanayopita, ndio maana unaona hawapo. Na hii itanisaidia kufanya tathmini ya kiroho, kuelewa hali ya kanisa ilivyo, kwa kuangalia idadi ya washirika nilionao na wale waliohudhuria. Itanisaidia kujua hali kwenye kanisa hili ni mbaya
kwa asilimia ngapi? Na utafiti huo pia nitaufanya pia nikilinganisha na sehemu nyingine. Watu hawana mzigo na watu wanaopotea, yaani hawana huruma. Tunaona Musa, ngoja nisome maandiko mawili hapa nimalize. Kwenye Kutoka 2 mstari wa 11 mpaka 12, lakini pia kwenye Isaya 58, hapo ndio tutamalizia. Sikiliza, hapo ndio nagongelea msumari wa mwisho kwenye jeneza, kama kuzika lizikwe. Kutoka 2:11-12. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania, mmojawapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Naona Musa alikuwa na mzigo na ndugu zake waliokuwa wananyanyaswa, ndio maana aliamua kufanya hivyo. Yaani alichoshwa na yale manyanyaso yaliyokuwa yanaendelea kwa ndugu zake. Sasa sikiliza neno la mwisho, Isaya 58 mstari wa 6 mpaka 10. Sikiliza Mungu anachotaka. Watu wawe na mzigo, watu wawe na utu, watu wawe na huruma. Sikiliza maneno haya. Anasema, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira. Umeona? Kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako, na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umonapo mtu aliye uchi, umvike. Umonaye mtu aliye uchi, umvike. Hapa anazungumzia uchi huu wa kimwili, watu ambao hawana mavazi uwasaidie. Lakini anazungumzia pia uchi wa kiroho, wenye dhambi. Kama kipindi hiki cha sikukuu, wamevaa nguo mpya, lakini machoni pa Mungu, Mungu anawaona ni watupu, wako uchi kwa sababu ya dhambi zao. Sasa hao ndio watu ambao Mungu anasema tuwahurumie. Sehemu nyingine anasema tuwahurumie na kuwanyakua kutoka kwenye moto. Yaani wale wako tayari kwenye moto, lakini tunaweza tukawanyakua, tukawaepusha na ile adhabu ya jehanamu. Anasema umvike nguo za kawaida hizi za kimwili na nguo za kiroho, mavazi ya kawaida na mavazi ya kiroho. Anasema hivi, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Yaani usimwepuke anapokuwa anahitaji msaada. Anapokuwa anahitaji msaada wa kiroho, lakini pia anapokuwa anahitaji msaada wa kimwili, usimwepuke. Usimwepuke. Kwa sababu Mungu ni waajabu. Wakati mwingine mtu ambaye anayehitaji anaweza akaongozwa kuja kwako. Na swali la kujiuliza, mbona watu ni wengi? Kwa nini huyu mtu ameongozwa kuja kwangu? Sawa?
Ndio maana mtu anayekuja kwako usiwe mwepesi wa kumjibu majibu mepesi ya mkato. Anahitaji msaada, unamwambia mimi sina, kwa haraka tu bila kufikiria. Na ukijibu hivyo, mara nyingi anapoondoka huku nyuma, dhamiri itakushtaki, na unaweza kutamani ukaanza kumwangalia yuko wapi ili umrudishe, umsaidie. Unaweza kushangaa unatoka nje, muda huo hayupo. Sasa pengine hakuwa mtu wa kawaida, kwa sababu Biblia inasema mnaweza kupokea malaika pasipo kujua. Kwa hiyo unakuwa umefeli ule mtihani, unakuwa umeshindwa ule mtihani, unakuwa umejificha na mtu mwenye damu moja nawe. Unajua kinachotufanya sisi wote tuwe na thamani moja, sio utajiri, sio rangi, sio maskini, sio unene, sio ufupi, sio wembamba. Kinachotufanya tuwe na thamani moja ni damu. Hata wale mnaowaita omolo, wale mbilikimo wadogo, kimona wakati mwingine watu wengine waga wanaanza kuwashangaa. Unakuta kambilikimo kako hivi, lakini ni kazee kabisa, na ndevu na nini, watu mnaanza kukaangalia kama sio binadamu vile, lakini yule akichukuliwa akatolewa damu yake ni sawa na ya kwako, na damu yake inaweza ikamuongeza hata mtu mwingine ambaye ana upungufu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kinachotuunganisha ni damu. Ndio maana hapa anasema usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Yaani kama una uwezo wa kumsaidia, msaidie, na uwe na mzigo kwa ajili yake unapoona yeye ni mhitaji. Na hayo yote ni kutoka. Hata ukifanya ukiwa nyumbani mwako, lakini hapo kwa kile ulichokifanya ni sawasawa, umetoka. Sawa? Kuna kutoka kufanya kile unachotakiwa kufanya, kuna kutoka kuwafikia wale ambao unatakiwa kuwafikia. Na kwa kufanya hivyo watu wataokolewa, watu wataponywa, na wewe utaweza kuipokea thawabu yako ukifika mbinguni. Na Mungu alibariki neno lake. Tumshangilie Mungu zaidi. Haleluya. Haleluya. Tusimame tupokee mibaraka. Kwa kuwa umemchagua Mungu ili aongoze maisha yako ya kiroho na ya kimwili, Mungu huyu uliyejimimina kwake atakubariki na kukulinda, atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili, tena atakugeuzia uso wake na kukupa amani. Tushirikiane pia kusema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Mungu atubariki. Haleluya. Kikwazo kingine cha Injili